nichukue fursa hii kumshukuru sana kakangu huyu waziri. Nadhani kama nakumbuka wiki iliyopita niliuliza maswali mawili bungeni. Swali la kwanza ilikuwa ni kero yetu ya barabara hii kuhusu mkandarasi anaposuasua. Tulipata majibu mazuri, lakini ndani ya saa 72 mheshimiwa huyu amefanya maamuzi, na kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii. Mpaka umefika hapo, umetembea zaidi ya kilomita 1006 kuja kujionea. Tunashukuru sana. Na Mheshimiwa Waziri, hii barabara kwa kweli ni kilio cha miaka mingi toka nazaliwa mpaka leo tunatamani kuona lami. Kitendo cha kumpata mkandarasi, wananchi walipata matumaini sasa kwamba tutaanza kuona lami, lakini utendaji kazi wa mkandarasi huyu kwa kweli unakatisha tamaa sana. Wananchi hawa waliposikia wanakuja walipata matumaini, sasa tunaenda kuona majibu, na tunakuomba leo hii utolee majibu ya ufumbuzi wa barabara yetu, kwa sababu barabara hii sio tu lami, bali ni daraja la wanakyerwa, ni daraja la kupeleka wafanyabiashara, ni daraja la wanafunzi, ni daraja la waelimu, ni daraja la kwetu sisi kupeleka kwenda sokoni, kwa sababu sisi ni wanakulima. Barabara hii ndio mgongo wa uchumi wetu. Bila kuwa na barabara safi, uchumi wetu wa Kyerwa hauwezi kuinuka. Hapa tulipo ni sehemu ya mradi wetu wa Kyerwa Mushaka wa kilomita 50 ambao unatekelezwa na mkandarasi wa Kichina anaitwa Shandong. Mkataba ulisainiwa mwezi Februari mwaka 2024 tarehe 19, ukiwa na utekelezaji wa miezi 36. Baada ya mkandarasi kuleta zile nyaraka za msingi za kumfanya aanze kazi, alipewa commencement date tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2024. Kwa maana hiyo, kwa utekelezaji wa miezi 36 inabidi akabidhi hii kazi tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2027. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwa sasa mkandarasi anatekeleza ujenzi kwa gharama ya shilingi bilioni 94.3 kwa maana kilomita zote 50 kwa kiwango cha lami, na mpaka kufikia sasa hivi mkandarasi ameweza kuleta sehemu ndogo tu ya mitambo kwa maana ya 28% ya mitambo yote inayotakiwa, lakini pia ameweza kuleta wataalamu wanaotakiwa kusimamia mradi kwa 72.7 pekee. Lakini pia mkandarasi ameweza kujenga kambi ya mhandisi mshauri ambapo mpaka sasa hivi imekamilika kwa 67.7. Sasa kwa mujibu wa utekelezaji mpaka sasa hivi mkandarasi ameshatumia muda wa 50 kama nukta 3, lakini maendeleo ya ujenzi wa hii barabara kwa jumla ni 5.4. Na kwa upande wa malipo, mkandarasi aliomba malipo ya awali ambayo serikali imemlipa kiasi cha shilingi bilioni 9.15, ilimlipa tarehe 26 mwezi Septemba mwaka 2024. Lakini kufikia mpaka sasa hivi miezi 19 kama na nusu hivi imepita, utekelezaji wa hii kazi ya barabara ni 5 pekee, lakini muda tuko 53. Kwa tuko nyuma ya muda wa utekelezaji kwa takriban 46. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, kinachoendelea kwa sasa kama umejionea ulipopita barabarani, amefocus kwenye hizi kilomita 3 za mwanzo tu, na hii barabara inatekelezwa kwa mfumo wa sanifu na jenga, kwa maana design and build. Alitakiwa hao ameshasanifu kilomita zote hizi 50, lakini mpaka sasa hivi kilomita ambazo zimekamilika kwa usanifu ni kilomita 5 tu. Kwa Mheshimiwa, tumekumbana na changamoto kubwa kama ifuatavyo. Ya kwanza ni mkandarasi kuchelewa kuleta mitambo ya utekelezaji ambayo ni 28% tu. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa ambayo imefanya siweze kuanza kazi zake ndani ya kipindi ambacho kilikusudiwa. Lakini cha pili, amechelewa pia kuleta wataalamu
ambao wanatakiwa kuhusika kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara ni 72.7 tu ambao imeshaletwa. Kwa maana hiyo imeathiri utekelezaji wa ujenzi. Lakini pia alitakiwa alishaleta design, mpaka sasa hivi tuna kilomita 5. Kwa hiyo vyote vimetufanya tuchelewe kuanza ujenzi, lakini serikali imemlipa fedha zote hizo bilioni 9.15. TANROADS au serikali kupitia TANROADS imechukua juhudi nyingi sana, ikiwemo kumwandikia barua za onyo, lakini pia kukaa vikao vya ngazi ya juu, kwa maana high level management meeting. Vimekaliwa vikao viwili vya ngazi ya juu, ambavyo kikao cha mwisho kimekaliwa mwezi Novemba mwaka jana, na alipewa target kwamba atimize vitu vitatu. Cha kwanza, aelezee ametumia vipi ile advance payment ambayo serikali imemlipa, lakini pia ndani ya mwezi huo mmoja alete mitambo yote inayotakiwa site, lakini pia amalizie hiyo design. Ule mwezi mmoja ulipoisha ambao taasisi ilimpa atekeleze, hakutekeleza mpaka sasa hivi. Kwa sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho za kimkataba za kupitia kuangalia ni maeneo gani ambayo anatakiwa kuwajibika, na serikali ichukue hatua mahususi ambazo zinaendana na mkataba unavyotaka. Nimesikiliza hotuba muktasari uliosemwa na meneja wangu wa mkoa. Nimemsikiliza vizuri. Ninaomba wale wakandarasi niwaone. Meneja, niletee wakandarasi wako hapa. Ni kwamba mmeshindwa kufanya kazi yetu. Mmechukua fedha za serikali, mmechukua fedha za umma, mmechukua fedha za walipa kodi, na hamkufanya kazi kadiri ya mkataba unavyotaka. Jambo baya zaidi, mmeiacha barabara na kuitelekeza. Watu wa Kyerwa hawakustahili kupata mateso mliowapa. Maana hiyo barabara ikishakuwa na mkandarasi inashindikana kufanyiwa maintenance na mtu mwingine yeyote isipokuwa mkandarasi yeye aliyoko site. Nimeipita leo barabara, nimeiona kwamba hamfanyi maintenance. Kwa hivyo watu eneo la kupita kwa masaa mawili kwa lisali moja wanatumia masaa matatu. Lakini nimesikia pia kwamba haieleweki fedha za walipa kodi wa Tanzania wapi mmekwenda kuzitumilia, mmefanyia kazi gani? Sasa mambo yangu ni matatu kwa viongozi kutoka wizarani niliofuatana nao wote, simameni pale na TANROADS. Jambo la kwanza, inawaelekezeni TANROADS na mkurugenzi wa barabara kutoka wizarani kama ifuatavyo. Mpaka itakapofika tarehe 28 ya Februari, mara mwezi huu unaisha tarehe 28, si ndivyo hivyo? Mwe mmeshapata taratibu zote za kuvunja mkataba wa huyu ndugu na tumfukuze kwenye kazi yetu. Ikifika tarehe 28 muwe mmeshafuata taratibu zote za kumfukuza kazi kibarua huyu ambaye tulimwajiri afanye kazi ya kujenga Kyerwa mpaka Umurushaka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimewasikieni katika ripoti mnanieleza ya kwamba mmemwagiza atoe na alete taarifa ya bilioni 9 fedha za walipa kodi wa nchi hii amezitumiaje. Nami nataka ripoti hiyo ili vyombo vya dola viweze kufanya kazi yake, na ikiwa kama wamechukua fedha zetu wakazitumia kwa maana nyingine ya kuzitumia, tutawachukulia hatua kali sana, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha mahakamani waende wakajibu mashtaka ya uhujumu wa uchumi wa taifa letu. Jambo la tatu, tutakapovunja mkataba na kampuni hili ambalo linaonesha rekodi yake kuwa haipendezi, nitaomba muandae barua rasmi kabisa
itakayotoka kwetu Wizara ya Ujenzi kwenda kwa shirika letu linalofanya kazi ya kusimamia taratibu za manunuzi, yani PPRA, na kwa blacklist wasipewe kazi nyingine yoyote katika nchi hii ya Tanzania, hawa waharibu wa mambo yetu. Nimetoa maelekezo na maagizo yote hayo yafanyike katika muda wa siku zisizozidi 28 kwa maana ya mwezi mmoja. Nataka kila kitu kiwe kimekaa sawa sawa, documents zote ziwe zimekaa sawa sawa, kila jambo limekaa sawa sawa. Mwisho, wako wasimamizi wa huu mradi, na wenyewe mwakague kama wamefuatiliza vizuri taratibu zote zinazohusu mawasiliano, zinazohusu kumsimamia mkandarasi, na wao ikiwa hawakuchukua wajibu wao vizuri. Na hii nakupeni onyo, wataalamu wangu wote wa TANROADS nchi nzima, mnapokuwa mnasimamia miradi, ikiwa kama mkandarasi ni mzembe, hakuna kucheka naye. Hakikisha unafuata taratibu za kimkataba. Kama inahusu kikao kikaliwe, minutes zipatikane. Kama inahusu kumpa notice itolewe tena kwa ushahidi. Kama inahusu kukaa kikao cha kiuongozi, yani higher level meeting, kikao kikaliwe na minutes zipatikane. Hatua zote. Hatutapenda kuona sisi tunakwenda kumfukuza kazi tuliyempa kazi, kisha tunakwenda kushindwa mahakamani kwa sababu ya uzembe mlioufanya wataalamu katika kuhakikisha kwamba mnasimamia vyema sehemu zinazohusu mikataba yetu. Na kama tutathibitisha na kuona jambo la namna hiyo, mathalani katika mkataba huu wa Kyerwa Umurushaka mkakosea, na ninyi tutawaingiza katika makosa ya ukihujumu ya uchumi wetu, kwa sababu ni jambo lililo wazi kabisa. Kwa hivyo tutajua kabisa ya kwamba na ninyi mmeshiriki kikamilifu na makandarasi hawa kutuhujumu, na tutaamini ya kwamba inawezekana hata hizo fedha ambazo serikali ilizitoa za walipa kodi wa taifa hili zikawalipa kama advance payment, yawezekana na wataalamu wetu wameshiriki katika kuzitafuna pia vile vile. Ili muwe katika sehemu salama, nataka taratibu zote katika mwezi huu, karatasi zote za kimkataba, za kisheria zikae sawa sawa, tufike mwisho na jambo hili. Nimeipita hii barabara, nimeiona hali ya barabara sio nzuri kwa sababu haifanyiwi maintenance. Kahawa zinapita kwa tabu, ndizi zinakwenda kwa shida, watu wanaokwenda mahospitalini wanapata tabu, wananchi wanaokwenda katika kazi zao za kijamii wanapata shida. Tafuteni njia ya kufanya ya haraka, tafuteni mkandarasi yoyote wa ndani kutoka katika sehemu ya fedha za mradi huu, rekebisheni hiyo barabara ndani ya huo mwezi mmoja, watu wapite kwa usalama na amani. Nataka niwahakikishieni tutaifanya kazi hii vizuri, msikate tamaa. Tunamalizana kwanza na huyu, tukishamalizana na huyu tutapata watu wazuri wa kuifanya kazi hii ya watu wa Kyerwa, tutapata watu wazuri wa kuifanya kazi hii ya watu wa Karagwe.